Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Msikilizaji, katika taarifa zetu hizi za habari ni kukaribisha tu uweze kuzisikiliza ili uweze kuhabarika vya kutosha. Tuanzie huko katika mji wa Uvira, jimboni Kivu ya Kusini. Hali ya usalama imezorota kwa muda wa masaa kadhaa ndani ya mji wa Uvira. Hivyo ni baada ya makabiliano bila kujua kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wazalendo usiku wa siku ya 3 kuamkia siku ya 4 ya wiki tunayo. Shirika jipya la raia limekemea mara tena kitendo hicho cha jeshi la taifa FARDC kukabiliana dhidi ya wazalendo. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza mida ya saa 3 usiku, wakati ambapo jeshi la taifa FARDC limeanza kuhamisha vikosi au deployement bila kujuza wazalendo. Habari hii imehakikishwa pia naye Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira. Paraporo na swala cha nikwambie kwamba tuko impliqué vraiment kwa karibu kwa juu ya hali ya security tuko nayo Uvira Fizi mwa hiyo plateau. Na jana siku ya 3 ilifika saa 3 ya usiku, milio masasi ilikuwa mingi zaidi na ilisikilika sana mkomini ya Kavivira, na ile masasi ilikuwa ya wazalendo na FARDC. Na après ma intervention nous comme nouvelle civile na wengine tulifikiria mema kuita ba viongozi tofauti na ile masasi ikafika mwisho. Lakini ilifo kusinyale kwamba tatizo ya masasi kila siku Uvira inakuwa kawaida. Kwanza sasa niko naongea na we hapa tu pako mnyalilewa na ashapiga masasi na mkomina Kaivira na watu walianza tena kimbia. Donc jana ilikuwa saa 3 ya usiku yenye palikuwa ma incomprehension entre ba elema wa kwanza wa FARDC na quelques wazalendo par rapport na mouvement ya FARDC. Unajua kwamba tena le 25 ya mwezi wa 4, le 24 ya mwezi wa 4, mwezi wa 5 tena yako une semaine, mwa hii mwezi iliisha wa 4, palikuwa tena fujo wa masase kwa juu ya deployment ya FARDC mu milima hapa mu vile ya Uvira, na ile fujo inaonekana ni manque de collaboration. Na ndio maana kama shirika jipya la kiraia tumeamua a partir tena jana tuliita wa viongozi na wakasikia kama walifikiria masasi kuisha. Pour le moment ndaweza ambia wakaji wote wa Fizi na Uvira kwamba mpaka sasa hatukuariste madega ime, kwa sababu mambo ilipitikana vraiment bahati mbaya, iliangaisha watu na ileta uoga sana, kwa sababu watu walikuwa na zanake deja M23 anaingia Uvira. Lakini quand même après le affrontement tulifikiria kuita wa viongozi na wakarudia wote kurezo. Wakati ya kijiri, Mfariji Mashimango ameongeza kuwa kutokuwepo na mawasiliano bora kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo itakuwa kila mara na vinyume vingi, hasa kwa raia mjini Uvira, kama alivyorejea mara tena mwenyekiti mkuu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini. No incomprehension ni kuambia tu raia Uvira na Fizi kwamba au mkongomani wote, incomprehension inakuya ku manque de communication, kwa sababu inafika wakati na tushaandikia plusieurs fois le general secteur commandant secteur kumwambia kwamba ambapo sasa patakuwa mouvement ya FARDC ni partenaire direct wa wazalendo. Wakati kama wako nafanya wanataka bako na besoin kufanya deployment, wanapaswa kuongea na wenzao na ile taweza tusaidia, tunakuwa na mwede problem na tutakuwa nasikia masasi nalia kila wakati. Wakati mingi masasi iko nalia, unakutana ke panakuwa movement ya kuati moya ya FARDC na wanafanya samwa deployment yenye wanashindwa kuambia si vile bien wenzao wazalendo, na ile ndio inaleta tatizo. Kome jana selo wazalendo wene tulikontakte walionyesha kwamba kesa walifanya movement wakawaza kama ni adui amejongea, ni après macoup de balle ndio kutana kwamba ni CSC peke, na wakaambia kwamba FARDC walifanya makosa, wangepaswa kuwaambia wajue nini itakuwa. Voilà, donc kujilia vizuri ni kuambia kwamba incomprehension inakuwa ya manque de communication, mais à notre niveau déjà touche alerter bakuvwa FARDC na les autorités si vous voulez bien provinciales. Il y a encore des jours na jana tena tuliongea na excellence Elakano
comme gouverneur AI kumwambia kwamba ana multiplier de grandes réunions yenye chaque fois pakuwa ma sensibilisation ke FRDC au muzalendo aelewe kwamba FRDC iko adui, FRDC na aelewe kama muzalendo haiko adui, mais aussi que quand patakuwa kwa madeploiement au mouvement FRDC mumazone yenye wazalendo wanaokipe panakuwa ile collaboration, ile communication na ile itatusaidia sana. Ile nafanyika meme dans le moyen plateau ya Uvira, mais pourquoi maintenant muvile ya Uvira watu wako nakamata mebasha kwa na ritme mzuri ya maaktivite, tukua kila wakati watu wanaanza sikia uoga na masisi kulia. Ile kama shirika jitu la kiraia naweza kuambia kwamba tunaikomesha na nawaza kwamba tunaendelea kufanya press kama watu warudie kwa normal. Duru zetu zimeongeza kuwa ni vema hali ya ushirikiano iwepo kati ya makundi hayo mawili ikiwemo jeshi la taifa FARDC zidi ya wazalendo, kwani ni kwa kuwa na uhusiano bora ndiyo itafanya wawe na nguvu mpya, kwani umoja ni nguvu na utengano ni madhaifu. Mafikiri Mashimango arejea mara tena. Bien sûr, pako tatizo kidogo kwa sababu mambo lipitikana Uvira na Fizi ileta woga kwa askari fulani, lakini pour le moment nawaza ke tuko na evolue na wakati kwa leo ilisema kwamba banapaswa collaborer pour la sécurité nationale. FRDC anapaswa kukolabore na mzalendo na mzalendo anapaswa kukolabore na FRDC, na ambapo tutaona kama kati yao pako wa adui wako na M23 itatutuma kusensibiliser ni wazalendo na kusensibiliser raia kushimama kwa sababu ya kumetre fin. Mais kwa hiyo wakati kwemo le FRDC alio kwamba muzalendo ni partenaire na muzalendo alio kama aussi FRDC ni partenaire, mais ule FRDC ule serikali amunye iko pale na susi ya kwanza ya security ya nchi, kwa sababu watu wa Uvira, watu wa Fizi wameshimama avec determination kwa jua kuangalia kisi wa kukoa Kongo yetu. Haiko watu wanatoka pembeni au watu wanawana susike, tunaweza uitikia waende mahali mabetize yao. Tujelekeze katika mji wa Baraka ni kwamba pesa milioni 12 na laki 3 faranga za Kongo, dola za Marekani 240, kompyuta, simu aina ya Android na idadi kubwa ya dawa kupelekwa. Hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha wizi kilichoendeshwa na watu wasiojulikana ndani ya duka la kurangulia dawa Marcofare usiku wa kuamkia siku ya 4 ya wiki tunayo tariki 8 Mei 2025 mjini Baraka. Kwa jambo hilo, uongozi wa shirika husika na wamiliki wa duka za dawa wamelahani vikali kitendo hicho. Akiwa mwenye huruma zaidi tena mwenye kutokwa na machozi mno, mmiliki wa duka la kurangulia dawa liitwalo Marcofare ameeleza hapa ni namna gani tukio hilo lilitokea. Mimi nakuwa na desturi ya kufika hapa ma 6h30. Wakati nifika ile 6h30 daire nikakuwa itone barriere ya nchi na kote nakuwa wazi, nikasema sikomasa, nikasogea naangalia kwa mlango hivi ile ma porte clé yote tumabima tunaingia makadena yote, mimi nakuta atukote nao baisha vunje. Msema kama niguse mlango hivi inanifuata yote, mlango iko wazi. Nikasema bana ni pale ni washijaingia ndani, nikakokota hapa, nikasema msitaingia, acha niite batu. Nikaita batu, sasa tufungule kwa muangalie mlango, na huko kokote mlango uko wazi, kufungule hivi grillage nazo ziko wazi. Kaingia ndani, kwa kukuta sale yote baisha mwanga madawa, madokuma ya mubiro, bitu yote bana mwanga chini. Alikuwa na chakula kile kile banapenda, ile dawa banapenda ndio bana kwa madawa iko makoli hapa banabeba bananyangula, yenyewe baitosha huko yulu banapanga au makarton yenyewe ilikuwa pale ya vide banapanga banabeba, na kule ku kofre yangu nakuta kofre kufungua tunailokota kule nje, ndio lokotea fungua. Mkofre mlikuwa 300,000, alors kuko caisse interne ya huko chini ile bakavumbula kule chini mlikuwa 12 millions na $240 biote. Bakabeba ordinateur ya marke ya iPhone, bakabeba telefone ya service Samsung S20 Plus, bakabeba saki mbili za original za wamu za kubeba machine na zingine za kubeba madocument bakabeba. Bon, jusque là si identifié tumabitu tungine parce que ngale mpele passé, mais mobitu ya valeur ndio bitu mimi nakuta minapotea dawa ndio sina hesabu, vraiment dawa ziko za mingi. Ndio baada ya sisi kusikia habari, kitu ya kwanza ni tuma habari ifike kwanza kwa wazalendo, tukaenda kuita wakubwa wa kizalendo, lakini hawakupenda kuja. Wao walipenda tuwaambie nani mwenye aliiba. So sisi hatuna precision ya mtu mwenye aliiba. Kisha kusikia kama wazalendo na katala, ANR ikakuya, bureau de inakuya kufanya enquête nayo, inatuambia batafuatilia, mais jusque là hakuna solution. Wao sina desturi ya ukaa nje, nikaingia ndani, mimi natoka 6h45 natoka nje 17h30. Sitoka nje. Bo kitu kinye naomba ni vile bureau de likamata ile responsabilité na ANR, inasema iko enquête, na chunga bafanyizie kazi.
Mwishowe, Bwana Wilonja Nondo Mambafare, mwenyekiti wa wamiliki wa duka za kuuza dawa tarafani Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa kitendo hicho ni cha kushangaza mno, huku akiomba kwa vitengo husika na usalama kuwajibika vyema kwa kuwa kila mara wao ndo wahanga wa wizi. Ndio tulishangaa sana tukisema kwa wakati wote tunaishi huku kwetu Fizi, na waza tukisema hii wakati tuko nao ni wakati yenye tunaweza sema ni security iko ya zaidi, kwa sababu vikosi mbalimbali, mavikundi mbalimbali, wazalendo wako pale, wa kutoka Burundi, wajeshi wa Burundi wako pale, wa FARDC wako pale. Lakini kitu ya kushangaza tunasema wakati tunasema ni wakati unapasha kuwa na security ya mingi, ndio vitendo vya wizi vinaendelea kuongezeka ndani ya sekteri yetu. Tulishangaa mambre wetu responsable wa farmasi Marco Fara niita asubuhi kusema wajambaze waliingia ndani ya duka yake busiku, walibomoa mlango, wakabeba pesa 12 milioni de francs congolais, wakabeba ordinateur moya ya marke iPhone, bakabeba na masimu zingine, na bakabeba na maproduit pharmaceutique mule. Ile ni mshangao nye tuko nayo sisi raia, sisi basijeti, sisi bachuruzi, tuna haja tu ya security. Wakati tunalipa mataxes zetu, tunalipa madroits za serikali, tuko na droit na sisi kukua sekirize. Ndio tunalomba tu kwa serikali, atulombake serikali pesa hapana, tunalombaka security ya sisi na mali zetu. Lakini mshangao hivi vraiment tuko ba victime, si tu mu secteur pharmaceutique tuko ba victime. Oro ni wakati ndio tungipenda kupata security ya mzuri, kwa sababu tuna vikosi mbalimbali na magrupe mbalimbali zinafanya security ya nchi. Ni kitu ya kutushangaza sana. Mimi naomba kwa waongozi wenye kuhusika na usalama wajue kama sekta ya mafarmasi sisi tunafanya kazi ya watu. Ile kazi ya farmasi, kazi ya dawa ni kazi yenye ya maana, naomba ikuwe na security ya mzuri sana. Lakini kwa leo vraiment hatuna security. Tungiwaomba sana s'il vous plaît, kuanza na wazalendo, kuanza na wa FARDC, kuanza na wasoda kutoka nchi za kigeni, wajue kama wako pale kwa ajili ya security yetu sisi na mali zetu. Lakini c'est contraire, leo jambazi wana multiplier sana kuporapora mafarmasi zetu. Tungiwaomba serikali ijifunze juu kama serikali iko pale ni kwa ajili ya watu, ni kwa ajili ya population. Na sisi ba operateur economique, si wachuruzi, tunafanya kazi kubwa, kazi ya kulipa mataxes za leta. Lakini mkutoza mataxes serikali inakuwa haraka mkutoza, lakini kitu ya kushangaza hapapendi kufuatilia security yetu. Tunaomba wa serikali kama sekta ya mafarmasi inalomba tukue na security, tuchuruze, tutembee vizuri. Tujelekeze huko katika kisanga cha Ubwari Pasome, sekta ya Mutambala tarafani Fizi, ni kwamba baba mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa miaka 40 hivi ya kuzaliwa amejereuliwa vikali sehemu za kinywa baada ya kufyatuliwa risasi na watu ambao bado kujulikana usiku wa Jumatano ya tariki 7 Mei 2025 katika kijiji cha Some ndani ya kisanga cha Ubwari tarafani Fizi. Akiwa katika mahojiano na Tanganyika FM, mke wa muanga huyo amesema kuwa kitendo hicho kimefanyika wakati mumewe alikuwa akitoka kuangalia mtanange wa michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya kati ya Arsenal dhidi ya Paris Saint-Germain mida ya usiku, ndipo wahalifu walimfyatulia risasi sehemu za kinywa na kumjeruhi vikali, kama anavyoeleza hapa. Tumsikilize mke wa muanga aliyepigwa risasi kinywani. Yeye alikuwa tumemaliza kula, akaniambia kama naenda mpirani. Akapita naenda mpirani. Wenda mpirani, wakati mpira uliisha, anapanda sasa naenda nyumbani. Wenda nyumbani kulikuwa mtu nyuma yake, anamfuata. Yeye hajui kama nini. Sasa huyo mtu kufika mbele kidogo, anataka kufika karibu ya nyumba, ndo akampiga risasi limoja tu. Mpaka na mimi nikashituka juu niko na ugonjwa wa moyo, nikapiga kelele ya Allah. Nikapita na shegama kwenye tandiko, nikatia kifua chini. Muda kidogo akapiga kelele, akamuita mpwa wake Sadi. Ndo tukaikaa muda kidogo, nasikia kumlango mtu anafanya baba. Ndo nikaita baba Adija. Nikapita nafungua mlango. Wakati nilifungua mlango, nikaja kuona mwenzangu mwili wote ni damu. Nikamwamsha fie wake, baba yako amekufa. Pale tukapita tunapiga kelele, wale wa nini wetu wote wakaamka. Ndio kufika pale akasema sisi hatujaonaga hivi. Tuchukue tu mtu tupeleke kwa hospitali. Ndio wakamchukua kufika mpaka kwa hospitali. Kwa hospitali kuja kutizama, mtaenda Baraka. Ndio akatusafirisha tukaja kulingana na hicho kitendo.
Mungu anijalie tu mume wangu apone. Mpaka venye tulifika kwa hospitali watu wanaenda upande wa serikali kulikuwa wote wa kaka zangu pale walikuwa ni wa serikali. Wa vitengo ya serikali ya Shefu Katami. Wakasema watulete Baraka. Kwa hali yenye mgonjwa yuko, mumvushe mumpeleke Baraka. Kama hivi mchana ndo atajua kuongea. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na huko katika jimbo la Tanganyika pa Kalemi ni kwamba hali ya maisha inakuwa ngumu kwa baadhi ya wakahaji wa Kalemi kisha mvua ya Jumanne iliyosababisha maafa makubwa maeneo mbalimbali ya mji wa Kalemi, mji mkuu wa jimbo la Tanganyika. Muda mchache baadaye nilizungumza na mwenzangu wa huko Kalemi Olombo DJ Doctor na aliweza kunipatia ripoti ifuatayo kulingana na maafa hayo. Inakuwa ni maafa makubwa pale baadhi ya mafamilia inakuwa naishi pasipokuwa na makao kutokana na kuvunjwa kama nyumba zao na mvua hiyo, na hata vile vile kuvamiwa na maji kwa baadhi ya manyumba ya raia kwenye maeneo mbalimbali hapa mjini Kalemi. Ni kwamba mvua iliyokuwa inanyesha mnamo Jumanne hii majira ya asubuhi hapa mjini Kalemi ilikuwa inasababisha kabisa maafa makubwa pale kwenye mitoni, kama vile mvua ilikuwa inajaa maji na kushindwa kabisa kufuata njia yake ya desturi na kwenda kupasua njia kwenye baadhi ya makao ya manyumba za watu. Hata vile vile kwenye mtoni Kalemi pale ambapo maji ilikuwa inajaa kabisa na kutambuka kuelekea hadi kwenye bandari kuu ya Kalemi. Hali inakuwa kabisa ni ngumu kwa sasa. Baadhi ya watu wanakuwa nadai kabisa kupoteza vifaa vyao vya nyumbani. Kwenye mafuriko kama na hayo, mtoto mmoja alikuwa anaogotwa akipoteza uhai kutokana na hali kama na hiyo. Gavana wa jimbo alikuwa kabisa anatembelea kwenye mitaa mbalimbali ambako kulikuwa na mafuriko. Pale walikuwa wanachukua hatua ya kuelekeza wahanga wote wa mkasa kama na huo kwenye shule ya polisi kupatikana tarafani ya Lukuga ili kuendelea kuishi hapo kwa muda kwa kusubiria utaratibu utakuwa unachukuliwa ili kuona namna gani wanaweza kupata makao mengine. Wakati ule vyanzo vyetu vinaeleza kwamba tayari serikali ya jimbo la Tanganyika inakuwa kwenye harakati ya kuanzisha swala la kuorozesha wahanga wa matukio kama na hayo ya mafuriko kusababishwa na mvua hiyo ili kuona namna gani wanaweza kufikia angalau kuwapatia faraja. Hadi sasa matokeo kamili ya maafa kama na hayo kusababishwa na mvua hiyo bado kutangazwa rasmi na serikali ya jimbo la Tanganyika. Ni kupitia ripoti ya mwenzangu kutoka kule Kalemi Olombo DJ Doctor ndipo natamatisha taarifa zetu za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.